namba 3 ambaye ni Lomalisa Mutambala, mchezaji yeye raia wa Kongo. Naam, sasa pamekuwa na taarifa tudogo juu ya mchezaji huyo kwamba huenda akajiunga na Young Africans, na hadi ninapozungumza ipo Tanzania ili kuja kukaa mezani kuweka mambo vizuri kama itakuwa ama haitakuwa dhidi ya wananchi Young Africans. Tunafahamu Yanga pale kuna Voka, kuna kina Mwenda, kuna wengineo wengi ambao wapo kwenye mabeki ya kushoto na kulia. Sasa nikiwa natamani kufahamu mchezaji aliachwa na Young Africans tena anarudishwa, ndio data kama hivyo ndivyo, kuna chanya na hasi, lakini nategemea kwa sababu sitetesi. Lomalisa Mutambala yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao katika utumishi wake ndani ya Yanga ni miongoni mwa wachezaji walikuwa nyota wa kutumainiwa, akiwa fit akosi kupangwa katika kikosi cha kwanza. Mzuri sana katika kupandisha mipira wakati timu inaposhambulia, ana uwezo mkubwa wa control mipira. Unakumbuka vizuri miongoni mwa clips zake maarufu ni ule ambao mpira unakuja kwa juu namna anavyochukua kwa kama kisigino hivi. Yuko vizuri kupiga chenga, kupiga cross safi kwenye kumwaga maji. Na yeye msimu uliopita Yanga wakati ikifanikiwa kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 3 mfululizo, ikimaliza na performance ya juu zaidi tangu 2010 2011, hakuna timu imeperform kama Yanga msimu uliopita ambao ni kumaliza na pointi 80 kati ya 90 ambao ni performance ya asilimia around 89 kwa sababu ni 88.888 kwa kupata pointi 80 kati ya 90, lakini pia ikifunga mabao 71, ikiruhusu mabao 14, ikiwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache iliyofunga mabao mengi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, ikifika hatua ya robo finali ikitolewa kwa mbinde na Mamelodi Sundowns kwa penalties kama unakumbuka vizuri. Miongoni mwa nyota walioifanya Yanga ipate mafanikio hayo, ikitoa pia taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa mara ya 3 mfululizo, ni pamoja na huyu JC Lomalisa Mutambala, beki 3. Urefu wake ni around 56, ameenda juu kwa kiasi kwa nafasi anayocheza ni kama Shadrack Sakaboka ambaye yeye ana miguu mirefu zaidi, anaonekana ameenda juu zaidi, lakini Lomalisa achezi mbali. Lakini umri miaka 31. Msimu uliopita wakati Yanga ikifika robo finali ligi ya mabingwa, maana yake hapo ni mechi ngapi? 8, kwa maana ya 6 za hatua makundi, nikihesabu kuanzia hatua makundi. Sihesabii ile safari yao mpaka wakafika makundi, nahesabia kuanzia hatua makundi mpaka robo finali, mechi 2 dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kwenye mechi 8, 6 hatua makundi, 2 za robo finali nyumbani na ugenini dhidi ya Mamelodi. Yeye alicheza mechi 6. Alicheza dakika 455. JC Lomalisa Mutambala alitoa assist 1, lakini aling'ara sana katika kutekeleza majukumu yake kama beki katika nafasi, katika muda wote ambao alipata nafasi ya kucheza kwenye mechi. Kwa sababu nikwambia mechi 8 cheza mechi 6. Ni kwamba kwa kumpima kwa haraka kwenye ulinzi kuna kitu kinaitwa tackling. Kwa beki wa pembeni mara nyingi wanazicheza sana, kuingia uvunguni, uchukue mpira bila kusababisha madhara. Alifanya tackling 7 Lomalisa Mutambala. Lakini kuna kitu kinaitwa interceptions, kuingilia mipira. Wapinzani wanamiliki mpira, mmoja anampasia mwingine au ana dribble au anajaribu kutuliza mpira, moto ukiingilia ni sehemu ya hiyo the so called interception. Tunasema ni interception. Amefanya mara 9 JC Lomalisa Mutambala. Lakini kuna clearances, kubutua mipira, kuiosha kutoka katika eneo hatarishi, alifanya mara 8. Kwa hiyo kwenye mafanikio ya Yanga kwenye michuano yote hii uwezo kaacha kumtaja Lomalisa Mutambala. Lakini mwisho wa msimu akaachwa. Lomalisa Mutambala alijiunga na Yanga akitokea Angola kama unakumbuka vizuri, kwa ligi kuu ya Angola. Kwa nini aliachwa? Bila shaka kwa kiwango alichokuwa kionyesha uwanjani kila mara alipocheza, haiwezi kawa inahusiana na eneo la kuchezea. Alikubalika kwa kocha Miguel Gamondi na mara zote alikuwa kwenye kiwango bora anapopata nafasi. Kuachwa kwake taarifa zilikuwa zinaeleza juu ya utimamu wake. Yaani Lomalisa Mutambala swala la kucheza, kutekeleza majukumu yake kama beki 3 excellent, hakuna maswali, yuko vizuri. Yanga kwenye cheza yao ilikuwa upande wa kushoto, yeye kwa sababu ya umri wake 30 plus haendi mpaka kwenda kumaliza kwenye touchline, kumaliza uwanja ili apige cross au kutoa vipas. Yanga kwenye kushambulia kwao mbinu ilikuwa majukumu yeye, upande mwingine kwa asiatula yao Yanga na behave tofauti mpira ukiwa kwa Lomalisa Mutambala. Lomalisa Mutambala akiupata popote cross, yani atakiwa karibu na kati ya mstari wa uwanja, mguu wake ule wa kushoto kama banio fulani vimzuri wa kumimina maji. Kwa hiyo akipata mpira yeye tayari watu wanajipanga kule kwenda kucheza, kwa sababu anapiga cross ambazo zinaendea kina Joseph Gede na wengineo. Lakini upande wa kulia kwa kwasi atula yao, yeye alikuwa
kwa sababu ya umri wake na uwezo wake wa kukimbia na ufit na utimamu aliokuwa nao, ila ameumia sasa hivi yeye yupo nje ya kikosi kwa sababu ya majeraha. Alikuwa na jukumu la anamaliza uwanja kwenye touchline, anapiga cross ama anapiga kile tunaita cutback passes au wengine wanaita V pass, passes zenye umbele V, ambapo unafika kwenye mstari wa uwanja, yani karibu na au kabisa katika touchline kwenye mstari ule wa kwenye lango la wapinzani, halafu anapiga cross au anapiga hizo V pass. Matokeo yake alitenza assist 8 msimu uliopita huyu Kwasi Atulaya. Kwa hiyo Yanga kwa kuwapo kwa Lomalisa Mutambala, kuwapo Kwasi Atulaya ilikuwa na balaa kweli, ila majukumu tofauti katika wanavyokuwa na mipira kwenye maeneo hayo, lakini wote wakitoa nafasi kwa washambuliaji kutokea pembeni, tunasema mawinga kuingia ndani, wao ndo kuongeza mapana ya uwanja. Lakini mapana hayo kwa Lomalisa Mutambala ilikuwa akipata nafasi awe nusu ya pili ya uwanja, awe karibu na kati ya uwanja, kinachofuata kama sio pasi kurudisha, basi anapiga cross. Ndio alivyokuwa maelekezo, lakini akaachwa kwa sababu ya hicho tutoka kukieleza. Lakini msimu huu sasa 24-25 ambacho kidogo hapa ndo kwa mimi unavyoniambia kwamba anazungumza kurudi kwingine, naona kwa performance yake labda Yanga amejiridhisha kwamba utimamu wake kimwili uko okay, kwa sababu kwenye performance hakuna swali. Timu kama Yanga inayoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika msimu ujao kwa mara nyingine tena, matarajio ni kuwa na wachezaji bora katika kila nafasi. Yeye ni miongoni mwa wachezaji bora, lakini kama kweli wanamrudisha, watakachojihakikishia sio ubora wake uwanjani, isipokuwa utimamu wa kimwili, kwa sababu msimu huu 24-25 kwenye michuano ya ligi ya mabingwa alikuwepo katika klabu ya Sagrada Esperance, kwa hiyo ni ya Angola. Kwa hiyo yeye uzoefu kucheza michuano ya CAF umezidi kuimarika, kwa sababu ameshiriki ligi ya mabingwa hatua ya makundi, kwenye kundi ambalo kulikuwa na Joliba, kulikuwa na Pyramids kama unakumbuka vizuri, kulikuwa na Esperance de Tunis. Kwa hiyo unaweza kaona ni mchezaji ambaye amepita tena kwenye tanuri la moto la umahiri kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, michuano ambayo kwa ngazi ya klabu ndio yenye hadhi ya juu kuliko yote barani Afrika, na ndio ambayo Yanga msimu ujao anakwenda kushiriki, mbali na ligi kuu, mbali na kombe la shirikisho la benki CRDB. Sagrada sasa hapa ndo maswali pengine anaweza kaibuka. Mechi 6 yeye kacheza mechi 4. Kwa nini 4 na sio 6 wakati yeye ni regular player, ni mchezaji ambaye hata Sagrada kwa alipotua alikuwa na uhakika wa namba. Kwa nini amecheza mechi 4? Isijika ndo lile la injuries, majeraha. Hizo mechi 4 matarajio acheze dakika ngapi? 90 mara 4 dakika 360. Unajua kacheza dakika ngapi? Kacheza dakika 142 tu. Why? Unaona swali linaanza. Haya, ukiangalia hizo mechi dakika 142 miongoni mwa dakika ambazo nazikumbuka kwenye mechi alicheza, walicheza mechi moja hapo ilikuwa dhidi ya Joliba. Hiyo mechi walishinda 1-0. Yeye alianza kwenye first 11 kama kawaida katika mfumo wao kama wa Yanga 4-2-3-1, yeye beki wa pembeni kushoto. Dakika ya 17 katolewa, kaumia, akaingia Mwenya. Ndio chanzo, kwa sababu kocha aweza kumwanzisha mchezaji afu mtoe dakika 17. Umeshaelewa? Haya, kuna mechi nyingine tena kacheza kaingia dakika 67 baada ya kutoka Mwenya. Matokeo yake sasa ina maana ameanzia nje. Kuna mechi nyingine tena kaingia dakika 78, kacheza dakika 12. Ile aloingia dakika 67 maana kacheza dakika 33. Kuna mechi kacheza dakika 90 zote. Kwa hiyo kuna moja kacheza dakika 90, nyingine hizi hakucheza dakika 90. Nikikumbushia moja hapo ndio hizo, kacheza dakika 12, dakika 17, dakika 33. Kwa ujumla wake unagundua hakucheza vya kutosha. Binafsi naona injuries ndio zilimfanya asipate muda huo wa kucheza vya kutosha na klabu ya Sagrada Esperance, kwa sababu uwezo wa kucheza kikosi cha kwanza anao. Lomalisa Mutambala uwezo wake wa kucheza hujapungua, yuko vizuri. Issue ni hapo hapo kwenye masuala ya majeraha. Sasa ikitokea akarudi Yanga, maana yake Yanga washajiridhisha juu ya utimamu wake. Sawa Lakini vile vile wanajua labda kwamba si wana Shadrack Sakaboka, si wana Nixon Kibabagi, mzigo utakuwa kwake kwamba kila mechi awepo. Kwa hiyo watakuwa labda benchi la ufundi lina manage jinsi ya kumtumia katika baadhi ya mechi kupata ubora wake, kwa sababu maelezo kuhusu uzuri wake halina shaka yoyote. Lakini unajiuliza kwenye nafasi hiyo ya beki tatu Yanga msimu huu nako nani walikuwa anacheza? Kwa mfano kwenye kipimo kama ni ligi ya mabingwa, kwenye ligi kuu mara nyingi akiwa fit Shadrack Sakaboka ndo anacheza.
tunakumbuka vizuri, lakini anapishana pale anapokosekana Nixon Kibabage. Kucheza kwao wao ni miongoni mwa wale wamefanya Yanga iwe na safu imara ya ulinzi, ambayo kwenye ligi kuu Tanzania bara ni timu ambayo wapinzani mpaka sasa, Yanga imecheza mechi ngapi? 27, dakika 2430 imeruhusu mabao 10 tu. Kwa hiyo wapinzani wanapata nafasi kufunga bao dhidi ya Yanga baada ya dakika 243. Msimu uliopita waliruhusu mabao 14 baada ya mechi 30. Msimu huu wameruhusu bao 10.